akatoka Manyara, mwingine akatoka Njombe, mwingine akatoka Morogoro, waje Dar es Salaam kwa pamoja, mahali karibu kwao. Zaidi ya nusu ya gharama ya zoezi hilo ilikuwa iwe Dodoma. Kutoka Manyara kuja Dodoma ni ni zaidi ya nusu ya kutoka Manyara kuja Dar es Salaam. Kutoka Morogoro kwenda Dodoma ni equally the same. Kutoka Tabora uje Dar es Salaam ni zaidi ya mara mbili ya kutoka Tabora kuja Dodoma. Kutoka Njombe unapanda tu hapo Dodoma. Kwa kuwa huyu mtu aliyewaita alitoka Dar es Salaam, basi ilibidi hawa wamfuate aliyewaita Dar es Salaam. Hawa watu walijuaje Landmark? Wote wanatoka mikoani, Landmark Hotel. Kwa hiyo mwandaaji wa press ndiye aliyeandaa kikao Landmark Hotel. Kama vikao vingine vyote vya chama wanagharamikiwa, kama kwenye mikoa yao wameshindwa kufanya mkutano mmoja wa hadhara wa PA ya shilingi 150,000, wakaingia gharama eti ya kukodisha ukumbi Landmark Hotel, kuita press conference, kufanya na kusafiri, na tena mmoja wao alipigiwa simu na tuna taarifa zote za mazungumzo, akasema tumeitwa kwa dharura. Huo udharura ulikuwaje kama hawakuja kutimiza malengo na masharti ya aliyewaita? Kwa hiyo conclusion kwenye maandalizi ya press conference, sisi makatibu wa mikoa tumejiridhisha hii ni uchokonozi, kwamba hawa wanaofanya hii biashara wanachotaka ni kuchokonoa, ili sisi tujibu kwa vipengele vya katiba, tujibu kwa matukio ilikuwaje, na wao wapate next step, wapeleke tena kwa mtoa pesa ambaye lengo lake ni kuharibu kabisa harakati. Wamwambie sasa tunakwenda tena kumjibu Basil Lema, kwanza kikatiba hiki kimekaa vile na vile na vile. Lakini tunasema huu uchokonozi sio dhidi ya Chauma wala sio dhidi ya Chadema. Huu uchokonozi ni dhidi ya maslahi na damu za Watanzania. Huu uchokonozi unaonyesha jinsi ambavyo wanaoutengeneza na wanaoutekeleza hawaheshimu kwamba kuna watu wanaitwa Watanzania, kuna watu wanaitwa Watanganyika. Tunalia kwa damu zilizomwagika mwaka jana kwenye uchaguzi mkuu. Huu uchokonozi hawajui kabisa kwamba kuna damu za watu wetu waliokufa. Hawajui, hawakuzika. Sisi tuliozika ndio tunawalia. Huu uchokonozi ni wa watu ambao wanakanyaga maiti za watu wetu waliokufa ili tu matumbo yao yashibe. Huu uchokonozi tunauangalia kama kitu cha mzaha. Hii ni mchezo mpya unaibuka Tanzania, ambapo mtu bila aibu anatengeneza project ya kula pesa za siasa, alafu anakuja kufanya mizaha inayohusu maisha ya watu wetu, vijana wetu, mama zetu, baba zetu, kaka zetu, watoto wetu na vizazi vijavyo. Watoto wetu watakuja kufuata makaburi yetu, watayachapa viboko. Aibu tunazofanya. Kwa nini usifanye biashara ya maembe? Unafanya biashara ya damu za wenzako. Kipengele cha tatu niliwaambia na vinne tu. Cha tatu kwa lugha ya sayansi ya siasa kinaitwa infatuation. Infatuation manake ni ufanyaji wa mambo ambapo wasema ukweli ni waongo na wasema ukweli ni
wasema ukweli ni waongo na wasema uongo ni wa kweli. Hiyo tunapoifanya inversion. Je, Tanzania tumefikia mahali mtu akisema ukweli ni muongo na ni adui? Tumefika mahali mtu akisema uongo ni shujaa? Perhaps. Hili ni swali la taifa zima, ni swali la wasomi. Toeni sababu kwa nini taifa limefika hapo, alafu muangalie hivi michezo hivi kama vinafanywa na watu sisimizi au wadogo. Alisemaga Dr. Slaa wakati fulani, mtoe tiba haraka sana kuliokoa hili taifa. Kwenye infatuation hii mimi nawauliza wale wakubwa waliokutana Denmark Hotel, ambao mimi na wenzangu tunasema wanatekeleza operation humu ndani ya chama, wanatekeleza operation, yani ni maneno yangu sio ya chama, wanatekeleza operation inaitwa Operation Dodoki, yani kusafishana. Dodoki kazi yake kusafisha, sasa inaitwa Operation Dodoki. Na wauliza sasa, kama aliyohukumiwa hajaonyesha nia ya kutetewa, ninyi mmekuja kumtetea nani? Yaani wewe kaka yako yuko hospitali anaumwa tumbo, unakimbia maabara kwenda kumwambia lab technician, tafadhali nipime tumbo, kaka yangu yuko wodini anaumwa sana, ili ujue kaka anaumwa nini. Anayeumwa ni kaka yako, sio wewe. Kama wewe ndio uliyekuwa na miguu ya kukimbilia maabara, chukua sample ya kaka yako upeleke. Hatujaona sample ya Salum hapa, hawajaja na neno hata moja kwamba Salum anataka kukata rufaa. Mmetoka wapi na hilo? Kwenye infatuation ninasikitika. Salum ana mengi mema aliyofanya nchi hii. Sasa ninyi mnafanya vitu vya kumchafua zaidi. Yaani watu wanaona Salum, unajua kuna mahali nilikuwa napita kwenye magroup wanasema kumbe Salum alipoandika barua ya kuridhia na yaliyofanyika, mpaka akatoa na mapendekezo namna atakavyopokea adhabu aliyopewa na halmashauri kuu. Actually ilikuwa ni kamati kuu kwanza. Wakasema kumbe ilikuwa sizitaki mbichi hizi, ndio maana anatuma. Sasa hajatuma, wala mabwana wanaofanya hii kazi hawako Chauma. Mnamchafua ndugu yetu zaidi ya kumsafisha. Sasa lengo la nje la hiyo Operation Dodoki, kwanza na waomba wa Tanzania wasione kwamba lengo la nje ile ultimate goal ni kuidhoofisha Chauma. Hapana. Lengo la nje ni kudhoofisha harakati za ukombozi Tanzania. Tunaacha kujadiliana katiba mpya, tunaacha kujadiliana tume huru ya uchaguzi, tunaacha kujadiliana maslahi ya vijana, tunaacha kujadiliana shida ya mafuta na bei ya mafuta inavyopanda, tunaacha kujadiliana sera ya afya ya nchi hii, tunaacha kujadiliana wizi wa rasilimali za hii nchi. Madini yanaibiwa kama hayana mwenyewe, ziwani yani bahari zetu zinakombwa samaki kama hazina mwenyewe. Tunaacha kujadiliana hivyo, tunajadiliana nani kaondolewa ofisini. Hawa mabwana wa hela wanachotaka tu ni hela. Hawawezi kuthubutu kuzima mradi wao wa kuuza hoja za harakati, kuzizima, kwa sababu wakizizima tu hela inafunguliwa. Mwisho unaitwa mchoro wa mstari. Endline draw, mchoro wa msitari. La kwanza tunachora mstari tukiwa tuna wajua,
Tunajua nani aliandika lile andiko, tunajua nani alikuwepo landmark pale kwa ajili ya kusimamia kila kitu, tunajua waliwalipa shilingi ngapi, tunajua kila kitu. Wafanyabiashara tunawajua, tunachora mstari tukiwa tunamaanisha. Ninyi pokeeni maagizo yetu. Agizo la kwanza, stop immediately. Don't mess with the buffalo. Stop immediately. Tumefanya siasa zenye machungu muda mrefu. Tumefanya siasa ambako tulikuwa tunatafsiriwa kwamba sisi ni CCMB muda mrefu. Maneno yenye maumivu makubwa. Kama hamjui, ulizeni. Na tukipita mitaani, watu wakituangalia wanatuogopa, wasaliti. Tumefanya siasa, watu wanajua kabisa sisi ni waigizaji. Ingawa mioyo yetu ina hasira, inataka kubadilisha nchi. Tumezaliwa tufanye hivyo. Tumesarenda maisha yetu miaka mingi kwa ajili ya huu ukombozi wa nchi hii. Sasa tumeamua kwa bei yoyote anayetoboa mtumbwi atupishe ili safari iendelee. Ametupisha. Ninyi mnaturudisha kwa ajili ya chakula cha tumbo lenu. Hatutakubali. Stop immediately. We know you. We know your mission. Tutawataja mkirudia. Tutawataja. Tumeanza upya kama watendaji wa chama. Mikoani tutafanya kazi, kwenye majimbo tutafanya kazi, kwenye kata tutafanya kazi. Tutashirikiana vyama vyote vyenye lengo la kuiondoa CCM, na hatutaacha hata siku moja harakati ambazo Mungu ametuita tuzitekeleze. Tunaamua kuinua upya spirit ya ukombozi iliyozimwa na uroho wa wale wafanyabiashara wa siasa. Lengo ni kuamsha upya ari ya ukombozi na kuwainulia upya vijana wa nchi hii wenye malengo ya siasa, maono ya kutekeleza siasa in future. Tunaita kuhakikisha future za vijana wanasiasa hazizimwi. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kutusikiliza, na niwaombe sasa muwaambie Watanzania hayo. Asanteni kwa kusikiliza. Kama kuna mtu ana swali jamani. Nina vitu kama 10 hapa. Ina vitu kama 10. Ndio bwana kalamu kabisa.